والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Naendelea na darsa ya sifat salati nabii sallallahu alayhi wasallam, darsa maalumu kwa ajili ya kuzitengeneza swala zetu na ibada zetu, na tumeiwekea kwamba iwe muda wake ni mwisho dakika 10 ili hata mwenye haraka awahi kwenye haraka zake, lakini sote tusikose faida. Tumeishia katika utangulizi wa mwandishi katika darasa 2 zilizopita pale alipotaja kwamba mja ametaja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mja anaweza kuswali, lakini katika hiyo swala walioswali watu wingi kwa wakati mmoja ndani ya imamu katika kipindi kimoja nyuma ya imamu mmoja, baadhi yao wakatoka na nusu, wengine robo, wengine thumun, wengine theluthi, wengine na mfano wa hayo. Kisha akatuelezea kwamba mja swala yake atapata thawabu nyingi au chache kwa namna inavyokuwa karibu au kuwa mbali na namna alivyokuwa akiswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa wajibu wa kila Muislamu anatakana aisome swala ya Mtume namna alivyoswali, ili swala yake apate ujira na kisha imzuie na maovu na machafu. Anasema rahimahullah, walamma kana ma'rifatu dhalika ala tafsili yata'adharu ala akthari nnas, na kulipokuwa kulifahamu hilo, yani kuifahamu swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa upambanuzi, kunakuwa na uzito kwa baadhi ya watu, hata ala kathiri min alulama, mpaka kwa wengi katika wenye kunasibishwa na ilmu. Kwa nini? Litakayudihim bimadhhabin muayyanin, kwa sababu ya kule kujifungamanisha kwao na madhehebu maalum. Wamkuta mtu akwambia mimi mshafi, mimi mhanafi, mimi kadha, na huku kufungamana na madhehebu maalum kulifikia hatua kukawa katika hali mbaya sana. Katika miaka kadhaa iliyopita ilifika hatua msikiti mmoja ukawekwa mihrabu 4, msikiti mmoja ukawekwa sehemu 4 za kuswalishia. Kwa hiyo wafuasi wa Imam Shafi wanasimama nyuma ya mihrabu ya Imam Shafi, wana imamu wao. Swala hiyo moja inaadhiniwa na muadhini mmoja, kisha inakimiwa, alafu kila imamu anasimama na kundi lake kwenye mihrabu yake, mihrabu ya watu wa Shafi hapa. Basi watu wote wanaoswali wanaofuata madhhabu ya Imam Shafi wataswali nyuma ya huyu imamu ambaye ana mihrabu hapa Imam Shafi. Mwingine naye yuko kwa huko ana mihrabu yake, msikiti mmoja huo ya madhhabu ya Abu Hanifa, wao wako huko na madhhabu, na wafuasi wake wa Abu Hanifa watakuwa nyuma ndani ya msikiti wa Maka. Kadhalika Malikia na Hanabila, msikiti mmoja ndani ya wakati mmoja zinaswaliwa swala kwa makundi 4 ndani ya msikiti mmoja. Athari hii mbaya ilikuja ikaondolewa na kwa dawa, kwa msaada wa Allah Jalla wa Ala, kisha kwa jitihada za dawa iliyofanywa na Sheikhul Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, akisaidizana na wale alioshirikiana nao. Hapo nyuma ilikuwa msikiti wa Maka watu wakiswali hivyo, na sio utaratibu ambao kauacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni utaratibu watu walijifanyia. Kwa nini? Kwa sababu kuna siku moja ilitokea katika swala ilipokuwa kipindi cha taasub, upendeleo wa kimadhehebu umeshtadi, mtu ananyosha kidole ndani ya swala, mwenzie akakivunja. Wanaswali wote safu moja, mmoja akanyosha kidole, hapa pembeni kuna mtu anafuata madhhabu ya Abu Hanifa, huyu hapa akanyosha anza kukitikisa, huyu Abu Hanifa bwana ananichezea, akakivunja kile kidole ndani ya swala. Ilivyokuwa pamekuwa ni ugomvi hivyo, ikaonekana basi kila watu waswali kwa madhehebu yao. Sasa ndani ya msikiti wa Maka ikabidi paekwe mihrabu 4 kuizunguka ile Kaaba. Upande wa mashariki huko na mihrabu, hawa ni madhhabu fulani, magharibi madhhabu fulani, kaskazini na kusini kuizunguka al-Kaaba. Kwa watu wakawa wanapanga safu
nyuma ya maimamu wao wa madhehebu zao ndani ya msikiti wa Makka. Alhamdulillah, ile athari imeondoka. Lakini mpaka picha za hiyo hali zipo hizo picha. Hata mkifuatilia rekodi ya kwanza iliyorekodiwa ya Qur'ani ina takriban miaka 139 hivi sasa. Mkirejea huko mkitizama mtaona msikiti ulivyo wa Makka una mihrabu 4, upande umezungukwa na sehemu za kuswalishia watu. Lakini alhamdulillah ile hali imeondoka. Kwa hiyo basi baadhi ya wanazuoni pia wanakuwa kuyatambua baadhi ya masuala yanayofungamana na namna alivyoswali mtume ni uzito kwao, kwa sababu wamejifunga manisha na madhehebu fulani. وقد علم كل مشتغل بخدمة السنة المطهرة جمعا وتفقها, na ameshatambua kila mwenye kujishughulisha na kutumikia sunna iliyotaharika kwa kukusanya hadithi za mtume na kuzielezea ufahamu wake, anna fi kulli madhhabin min almadhahibi sunanan la tujadu fil madhahibi al-ukhra, kwamba katika kila madhehebu miongoni mwa zile madhehebu 4 kuna sunna za mtume ambazo hazipatikani kwenye madhehebu mengine. Wa fiha jami'iha ma la yasihu nisbatuhu ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na kwenye hayo madhehebu yote hayo watu wa Shafi'ia, Malikia, Hanabila, Hanafia, wote katika madhehebu zao kuna baadhi ya mambo ambayo haifai kuyanasibisha kwa mtume kwa sababu hadithi zake zimetungwa na baadhi ya watu ilipofika hatua ya kila mmoja kuwa na taassubi na upendeleo na madhehebu yake. Min al-aqwali, katika maneno, wal af'ali, na vitendo. Wa aktharu ma yujadu dhalika fi kutubil mutaakhirin, na mengi yanapatikana kwenye vitabu vya watu wa sasa, sio vya kale. Wa kathira ma narahu yajzimuna bi'azwi dhalika, na mara nyingi tunawaona wanakata moja kwa moja kauli kwa kuliegemeza hilo ila nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa mtume. Walidhalika wadaa ulamaul hadithi, kwa ajili hiyo wanazuoni wa hadithi wameweka, Allah walipe kheri, ala baadhi mashtahara minha kutuba takhrijat, kwenye baadhi ya vitabu ambavyo ni mashuhuri vya madhehebu, wanazuoni wa hadithi wameamua kuweka vitabu vyenye kuelezea ufuatiliaji wa hadithi kwamba ni sahihi au dhaifu. Haya maelezo hayasemi Sheikh Al-Albani peke yake, la, ameyasema Abul Hasanati Al-Laknawi katika kitabu chake anakiita An-Nafi'ul Kabir liman yutali'u al-Jami' as-Saghir, liman yutali'u al-Jami' as-Saghir. Kadhalika yamesema maneno kama haya na wengineo katika wanazuoni rahimahumullahu ta'ala kama Mulla Ali al-Qari na wengineo. Anasema rahimahullahu ta'ala, allati tubayinu hala kulli hadithin mimma warada fiha min sihhatin au dha'fin au wad'in. Wameweka wanazuoni wa hadithi kuviwekea vile vitabu mashuhuri vya madhehebu, vitabu vyenye kufuatilia zile hadithi zilizotumika pale kwamba ni sahihi au dhaifu au zimetungwa. Kakitabi kama vile kitabu Al-Inayatu bimaarifati ahadithi al-hidayah, na kitabu At-Turuq wal Wasailu fi takhrij ahadithi khulasati ad-dalail. Vitabu hivyo vyote viwili vya Sheikh Abdul Qadir ibn Muhammad Al-Qurashi Al-Hanafi. Kadhalika kitabu Nasbur Rayati li ahadithi al-hidayah cha al-Imam Zailai, na mukhtasari yake Ad-Diraya cha Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, na Talkhisul Habir fi takhrij ahadithi ar-Rafi'i al-Kabir vile vile cha Imamu Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, na vinginevyo katika vitabu ambavyo vikitajwa wakati utarefuka. Anasema Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, aqulu, nasema, lamma kana maarifatu dhalika ala tafsili, kulipokuwa kutambua namna alivyoswali mtume kwa upambanuzi wake, yataadharu ala akthari nasi, kunakuwa ni uzito kwa watu wengi. Alaftu lahum hadha alkitab, nikaandika kwa ajili yao kitabu hiki, liyataallamu kaifiyata salati nabii sallallahu alayhi wasallam, ili wajifunze namna alivyoswali mtume. Fayahtadu bihadihi fiha, wafuate muongozo wa mtume katika hiyo swala.
rajiyan min al-Maula subhanahu wa ta'ala ma wa'adana bihi ala lisani nabiyhi sallallahu alayhi wasallam. Nimeandika kitabu hiki kwa kutarajia yale aliyoyaahidi Allah kupitia ulimi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba amesema man daa ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Ambaye atalingania katika uongofu, yani katika sunna, atapata yeye ujira kwa mfano wa ujira wa watakaomfuata, na hilo halipungui katika malipo yao na ujira wao chochote. Hadithi ambayo kaipokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, ikielezea ujira wa yule ambaye atawaongoza watu katika jambo la kheri. Huu ni utangulizi wa Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, akielezea hiki kitabu nafasi yake, na kwamba yeye kwenye kitabu hiki alichofanya yeye, kila suala analeta tu hadithi ya mtume, hajafungamana na madhehebu fulani. Kwa hiyo ukifika hatua, mbona madhehebu yetu si yanasema hivi? Sisi hapa tunachonukuu ni hadithi tu, tena sahihi. Kwa sababu gani? Yeye kanukuu kwenye hivyo vitabu vya madhehebu yote, kila madhehebu hadithi zilizotegemeka kwenye swala kazikusanya, na ambazo hazipo kwenye vitabu vya hizo madhahibu 4 zilizokuwa mashuhuri kazikusanya, ambazo ni sahihi, na zile ambazo zimepatikana kwenye madhahibu, baadhi ya madhehebu afu zikawa dhaifu, kaachana nazo. Yeye kafungamana na hadithi tu za mtume sallallahu alaihi wasallam zilizonukuliwa, zilizokuwa sahihi kwenye suala la swala. Kwa nini kayaeleza haya? Ili upate utulivu wewe ambaye unataka kuitambua swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam, uitambue kwa njia zake sahihi. Ilitokea kwenye kufuata madhehebu kiupofu. Ananukuu mmoja katika mashehe wetu, Sheikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhahullah, kisa kilichotokea. Kuna bwana mmoja alikuwa atakaoe. Sasa anayefungisha ndoa huyo kadhi au huyo shekhe anafuata madhehebu ya Abu Hanifa. Kijana yeye amesoma na yeye anajua kwamba kuna baadhi ya mambo sio lazima wameyaweka tu kulazimisha watu. Sasa yule aozeshwa, qul qabiltu zawajaha ala madhhabi Abi Hanifa an-Nu'man. Mwenye kuoa anamwambia yule bwana, sema nimekubali kumuoa huyu binti kwa kupitia misingi ya madhehebu ya Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit. Yule bwana akasema qabiltu zawaja, mimi nimekubali tu kumuoa basi. Yule shehe sema qul qabiltu zawaja, sema nimekubali kumuoa ala madhhabi Abi Hanifa an-Nu'man, sema nimekubali kumuoa kwa misingi ya madhehebu ya Abu Hanifa. Akasema qabiltu zawaja. Akamwambia idhan la yasihu hadha nikah. Yule shekhe ambia, kama ni hivyo bwana, kama unakataa kumuoa kwa misingi ya madhehebu ya Abu Hanifa, hii ndoa haiswi. Akamwambia tayyib walidu Abi Hanifa kaifa sahha nikahuhu. Haya basi, hamna shida, kama ndoa yangu haitoswi kwa kuwa mmekataa kusema kwa misingi ya madhehebu ya Abu Hanifa, je, mzazi wa Abu Hanifa yeye ndoa yake ilisuhi vipi wakati akifunga ndoa na mama yake Abu Hanifa? Abu Hanifa hajazaliwa mwenye haya madhhabu, yeye ndoa yake ilisuhije baba yake? Sasa yule bwana akawa ameshindwa hoja, ndoa ikapita. Haya yote yananukuliwa katika ile taasub ya madhhabu. Pametokea hata zama za karibuni katika miji ya Ulaya. Visa vimetajwa hapa ndani ya hiki kitabu, lakini hatutovinukuu kwa sababu baada ya kusoma mukaddima tutaenda moja kwa moja kwenye kauli za maimamu ambazo zinaelezea kufuata hadithi za mtume zinapothibiti na kuachana na yale maelekezo yao ikiwa hayakufuata hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo ndio somo ambalo tutafuatia. Hivi visa vilivyonukuliwa kwenye kufuata madhhabu tutaachana navyo, lakini kwa ufupi, katika miji ya magharibi miaka ya karibuni pana watu walisilimu. Sasa waliposilimu wakaenda kwenye jumuiya fulani ya Kiislamu. Sasa walipofika kule, ile jumuiya, ndani ya ile jumuiya pana watu wa madhehebu mbalimbali, pana Maliki hapo, pana Hanafia. Jamani, sisi tunataka kusilimu, wakasilimu. Walipomaliza wale wenye jumuiya wale wenyewe wakaanza kung'ang'ana, kuzozana mbele ya wale waliosilimu muda huo. Bwana, hawa watu inabidi tuwafundishe sheria za Uislamu kupitia madhehebu ya Abu Hanifa, inabidi wafuate madhehebu ya Abu Hanifa. Wanasema hapana, inabidi wafuate madhehebu ya Maliki.
Wale waliosilimu wakashangaa, la, sasa sisi tumekuja huku, mbona tena kunakuja tena vitu hivi tena vya nini? Hilo jambo likatatiza mpaka swala likapelekwa kwa baadhi ya wanazuoni, pakaandikwa vitabu kadhaa kukataza na swala hilo, kukatazwa watu kuwa na taasubi na madhehebu yao kufikia hatua hiyo. Kwa hiyo haya matukio yanatokea. Sasa sisi tunatakana inapothibiti hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio uwe mwenendo wetu. Na ile pale ambapo itathibitikia kwamba swala fulani tulilolishika, hadithi tuliyotegemea ni dhaifu, basi tunarudi kwenye ile ambayo ni sahihi. Na tunakubali haki kwa yoyote atakayekuja nayo. Hatungangani sasa mbona hili Imam Shafi kasema hivi, inshallah tutakuja msoma kwanza Imam Shafi kasemaje? Yeye kasemaje? Ikiwa hadithi utaiona sahihi ufanyeje? Na ikawa umeona kauli yake yeye kasema kinyume cha ile hadithi, yeye anasemaje? Imam Shafi, Malik, Abu Hanifa, Ahmad ibn Hanbali wana maneno mazuri sana. Wenyewe wamesema wao ni wanadamu, wanapatia na kukosea. Wanaweza wakasema jambo fulani lakini kwa sababu hawajafikiwa na dalili inayoenda kinyume na hilo jambo. Kwa yule ambaye atakuja kubainikiwa na dalili katika hadithi sahihi ya Mtume, yeye afuate hadithi ya Mtume, achane na kauli yake huyo imamu, na itakuwa akamfuata imamu kwa kufuata ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muda wetu umeenda. Kwa hiyo insha Allah tukija katika darasa za kitabu Sifatu Salah, moja kwa moja tutaingia kwenye maelezo wanazuoni kuachana na maelezo yao pale ambapo itapatikana hadithi sahihi inayokwenda kinyume na maelezo yao. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.